Kwa mwanafunzi yeyote kufahamu kuwa elimu ndio msingi wa maisha yaliyojawa fanaka ni mwanzo mwema, na kijana Jevis Kirui alifahamu barabara muhimu wa kumenyana na vitabu vyake na hakuleta utani masomoni. Mwishowe, Kirui alibuka mshindi katika mtihani wa KCSE katika mwaka 2008 na kupata alama ya A. Alipata A katika kila somo isipokuwa somo la Kiswahili ambapo alipata grade ya B. Jina lake lilitangazwa kwenye magazeti na akajua ndoto yake ya kuwa daktari ilikuwa imetimia. Tangu kukumbwa na vita vya SLDF eneo la Mlima Elgon akiwa mwanafunzi na kulazimika kuhamia Eldoret, na licha ya kukabiliwa na changamoto alipata alama 430 kutoka kwa alama 500. Alama zilizomwezesha kuitwa shule ya kifahari ya Alliance. Hadi sasa ana deni la Alliance la shilingi 1186 na babake William Chemosit ameshindwa kulipa. Alliance hadi sasa haijampa cheti chake rasmi cha matokeo ya mtihani hadi akamilishe kulipa karo. Lakini hicho tu ni kionjo cha matatizo yake. Mwanga uliokuwa umeng'aa alipopata alama ya A na kumpa matumaini makubwa umeanza kudidimia. Chaguo lake la kwanza lilikuwa ni kusomea daktari na upasuaji, la pili taaluma ya daktari wa meno, na tatu kusomea uhandisi. Kusomea udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi unahitaji alama 47.5 na chuo cha Moi alama 47.2. Kirui alipata alama 47.1 na kwa sababu ya mfumo wa JAB au Joint Admissions Board amefungiwa nje. Kila taaluma inachagua tu wale walioichagua taaluma hiyo kama chaguo la kwanza. Kirui alichagua daktari kama chaguo lake la kwanza, lakini kwa sababu ya kukosa alama moja tu amefungiwa nje. Taaluma nyingine zinazofuata daktari ziliwachukua tu wale walizozichagua kama chaguo la kwanza. Na sasa Kirui atalazimika kusomea taaluma ya misitu, yani forestry, ambayo kwa kawaida huhitaji tu alama 35.3 baada ya mfumo wa JAB kumfungia nje katika taaluma nyingine zote. Katika kujaza form za JAB leka medicine first choice, lakini sikuweza kuipata kwa sababu alisema cluster points haziko zinatoshea medicine katika universities ambazo nilichagua. Wakasema niende nibadilishe. Hata hivyo nilikuwa nataka tu nipate medicine kwa sababu kule nyumbani hakuna mtu ambaye anafanya medicine. Kaniambia baba, lazima nisome mpaka siku moja niwe daktari, nikuja nitibu community yetu ya Mount Elgon. Basi swali hapa ni je, mfumo huu wa JAB huenda una hitilafu za kimsingi? Kwamba ambapo mwanafunzi aliyehitimu vyema huenda akakosa nafasi ya kusomea anachostahili kusomea kwa sababu ya mfumo huu. Kupata majibu tunazungumza na mmoja wa maprofesa waliobuni mtindo huu wa JAB, Profesa Kefas Odini, ambaye pia alihudumu kama naibu mwenyekiti wa bodi hiyo. Na je, anafikiria mfumo huu unahakikisha kuwa kuna usawa na haki katika kuwasajili wanafunzi kwenye vyuo vikuu vya umma? When universities introduce module 2 or the PFA privately sponsored degree program, or some universities call it parallel degree program, it brought some difference so that that total equality now is no longer there, because someone who is able to pay for the degree program can come in with slightly lower points if the person can be able to pay. Basi je, ipo haja ya JAB kufutiliwa mbali? Joint Admissions Board plays a very important role in streamlining admissions to our public universities in this country, and we should retain it. Profesa Odini anapendekeza kuongezwa kwa kitita cha pesa kinachotolewa kwa elimu ya juu, lakini kuongeza hadi wakati huo kuna watakaoumia na kukosa kutimiza ndoto zao. Kwa wanafunzi wote ambao wanahitimu kujiunga na vyuo vikuu vya umma, ni theluthi tu yao peke yake ambao wanapata fursa kujiunga na vyuo hivi, na wengine wengi kulazimika kufanya taaluma ambazo hawangependa kuzisomea. Je, wakati umefikia kwa mfumo huu wa JAB kufanywa ukarabati na kukaguliwa upya tena? Carol Nderi, KTN, Nairobi.